Kizaazaa kilishuhudiwa katika mahakama ya Eldoret kufuatia mzozo wa kifamilia kati ya mwanaume mmoja na wakwe zake, ambapo Ibrahim Siddiq mshtaki alidai kuwa yeye na baba yake walivamiwa kwenye lango la chumba chake punde tu jamaa na wakwe zake wa zamani walipokuja kumchukua dada yao. Kulingana na washukiwa, walikana mashtaka hayo mbele ya hakimu Mogire Okoba, wakisema kuwa kesi hiyo ni mzozo wa kifamilia uliozuka kupita kiasi licha ya kuwepo kwa kanda za video za CCTV. Angalia tu. Angalia wewe hata. Nani ulikuwa unakaribia kutoka kutoa? Si mama yake? Anazungumza na mama yake. Kwa nini ungezungumza mahali ulikuwa umesimama? Lazima ungekuja hivi. Ndio kuja hivyo. Pigana na mama. Sio, unajua tunaona kinaendelea hapa. Hata mama mwenyewe alieleza mbeleni nilipaswa nguo yake. Ni hapo atapaswa nguo ya mama. Nilikuwa naenda zungumza na mama. Lakini Mahir alikuwa ametulia mpaka ukakaribia mama yake. Hiyo roho mbaya. Si ni kweli? Hiyo ni roho mbaya. Sasa unataka tu dispute kile tunaona hapa. Wewe unaona kujiamunisha. Tunakubaliana picha ya kwamba roho mbaya. Mzee, tunakubaliana picha ya kwamba Mahir alikuwa ametulia mpaka ukakaribia mama yake. Si ni kweli? Kadhalika, wachunguzi walisema kwamba Siddiq aliripoti tukio hilo kwa maafisa wa polisi, jambo lililopelekea uchunguzi kuendelea katika mahakama rasmi dhidi ya wakwe zake wanne ambao ni Mohamed Omar, Khalid Umar, Asif Salim na Takir Munir, huku uamuzi wa mwisho ukisubiriwa kutoka kwa ushahidi na utawala wa kisheria baada ya hakimu Ogoba kusisitiza kwamba madai ya kushambuliwa, hasa pale ambapo kuna ushahidi wa kitabibu, hayawezi kupuuziliwa kwa urahisi. Hata hivyo, familia hizo mbili zinajiandaa kwa kikao kingine cha kusikilizwa kwa kesi baadaye mwezi wa Oktoba mwaka huu.